Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya serikali ya Iran mapema Jumamosi. Milipuko imesikika katika maeneo kadhaa ya mji mkuu Tehran. Taarifa fupi ya jeshi hilo imesema vikosi vya Israel vinafanya mashambulizi dhidi ya miundombinu hiyo kote Tehran, japokuwa hapakutolewa ufafanuzi zaidi. Ni wakati Iran ikiendelea na mashambulizi dhidi ya vituo na kambi za kijeshi za Marekani kwenye eneo la Ghuba. Ijumaa, mashambulizi ya Iran yaliyoilenga kambi ya kijeshi ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia yaliwajeruhi wanajeshi 12 wa Marekani. Nazo mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeripoti kuwa moto mkubwa kwenye eneo la viwanda la Khalifa baada ya kuanguka kwa mabaki ya droni na kombora lililorushwa kutoka Tehran. Watu 2 wamejeruhiwa kwenye tukio hilo. Hayo yanaendelea wakati mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff akisema anatarajia mazungumzo na Iran hivi karibuni, na wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki na Misri wanatarajiwa kukutana mjini Islamabad wiki ijayo kujadili mzozo huo. Tel Aviv. Jeshi la Israel limesema limezuia kombora lililorushwa kutoka Yemen mapema Jumamosi. Shambulio hilo ni la kwanza dhidi ya Israel kutoka kwa waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Waasi hao wamethibitisha kufanya shambulio hilo na wametishia kujiunga na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati ikiwa Iran itaendelea kushambuliwa au ikiwa nchi nyingine zitajiingiza kwenye vita hivyo. Msemaji wa Wahuthi Yahya Saree ametoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa X. Hatua ya Wahuthi kujihusisha katika mzozo wa sasa inaibua wasiwasi kuhusu kitisho kipya kwa meli za biashara zinazopita kwenye bahari ya Shamu ambayo ni njia muhimu ya biashara duniani. Addis Ababa. Nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU zimekataa kumuunga mkono rais wa zamani wa Senegal Macky Sall kugombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ili kuchukua nafasi ya Antonio Guterres. Kulingana na taarifa, jumla ya nchi 20 wanachama wa AU ambazo hazikutajwa zimepinga ugombea wa Sall aliyeongoza Senegal kuanzia mwaka 2012 hadi 2024 na ambaye pia hakuungwa mkono hata na nchi yake. Ugombea wake uliwasilishwa na Burundi inayoshikilia urais wa kupokezana wa Umoja wa Afrika, lakini viongozi wa sasa wa Senegal ikiwa ni pamoja na Rais Bassirou Diomaye Faye na Waziri Mkuu Ousmane Sonko wanawashutumu viongozi wa zamani hasa Macky Sall kwa usimamizi mbaya wa nchi na kuyazima kwa nguvu maandamano ya kisiasa iliyosababisha vifo vingi vya raia. Kiev. Watu 3 wameuawa na wengine 13 wamejeruhiwa mapema leo kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Urusi katika mikoa ya Odessa na Kiev nchini Ukraine. Mashambulizi haya yameharibu pia makazi ya watu na wodi ya wazazi pamoja na eneo la viwanda katika maeneo yaliyolengwa. Nako nchini Urusi, mamlaka zimeripoti kuwa mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine mapema leo yamesababisha kifo cha mtoto mmoja katika eneo la Yaroslav. Watu wengine 3 wamejeruhiwa wakati majengo kadhaa yanayotumiwa kama makazi ya watu yalipolengwa na mashambulizi hayo. Aidha, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ilifanikiwa kuzidungua droni 155 zilizorushwa na Ukraine usiku wa kuamkia leo. Kathmandu. Waziri mkuu wa zamani wa Nepal Sharma Oli na aliyekuwa waziri wake wa mambo ya ndani Ramesh Lekhak wamekamatwa na polisi mapema Jumamosi. Msemaji wa polisi wa Kathmandu Om Adhikari amesema mamlaka zimechukua hatua hiyo ili kuchunguza jukumu la mawaziri hao wa zamani katika maandamano ya kupinga ufisadi yaliyofanyika mwezi Septemba mwaka jana yaliyosababisha vifo vya zaidi ya raia 70. Hayo yanajiri siku kadhaa baada ya jopo lililoteuliwa na serikali kupendekeza wawili hao washtakiwe kwa tuhuma za uzembe katika kuyasimamia maandamano hayo. Oli na Lekhak wamekamatwa siku moja baada ya waziri mkuu mpya Balendra Shah kuapishwa.
Maandamano ya Nepal ya mwaka uliopita yaliongozwa na vijana maarufu kama Gen Z yaliuangusha utawala wa Oli na yalichochewa na hatua ya serikali kupiga marufuku mitandao ya kijamii. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. DW Maoni. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. Mgogoro wa Iran bado unaendelea kufukuta. Ujerumani imesema iko tayari kushiriki kusaidia kufikiwa amani yoyote na kuvifikisha mwisho vita ambavyo vinaendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameyasema hayo akionyesha dalili za matumaini kwamba pengine huenda kufanyika mazungumzo katika kutanzua mgogoro huu. Maswali yanayoulizwa ni mengi kwa kweli, na hali hii ambayo inaendelea Iran ndiyo ambayo tunaijadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, kuangalia juhudi za Marekani zimefanikiwa na je, Marekani imepata kile ambacho ilikitaka katika Mashariki ya Kati, na je, kwa upande mwingine Israel nayo imefanikiwa kuyatimiza malengo yake katika vita hivi? Vipi athari za mgogoro huu kuelekea Gaza na mustakabali wa Wapalestina, na vipi pia kwa upande wa Lebanon na swala la Hezbollah katika mgogoro huu? Je, hali itakuwaje huko Lebanon? Tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, ambaye kawaida anakuwa katika mji wa Tehran kule Iran, lakini sasa amesharejea visiwani Zanzibar. Tunaye pia vile vile Ibrahim Rahbi ambaye kwa siku nyingi amekuwa kule Oman, lakini kwa sasa amerejea Dar es Salaam Tanzania. Yeye ni mchambuzi pia vile vile wa siasa za Mashariki ya Kati na kimataifa. Tunaye katika mji wa New York huko Marekani Profesa David Monda. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na masuala ya kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na moja kwa moja tuanze nawe Abdul Fattah Musa. Kwa hali hapa ambapo imefikia, tunashuhudia kwamba viongozi wa Iran wanaendelea kuuliwa. Ali Zera Tangsiri, huyu alikuwa ni kamanda wa kitengo kile cha wanamaji cha Jeshi la Mapinduzi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye alikuwa amesimamia sana kufungwa kwa mlango bahari Hormuz, na Israel imemfuatilia na imetangaza kwamba imemuua. Unaonaje kwa hapa ambapo tumefikia kuhusiana na mgogoro huu? Kwa hakika hatua ambayo Israeli imechukua na ambayo kwa kushirikiana na Marekani ilianza kuchukua tangu vilipoanza vita hivi dhidi ya Iran, yaani tarehe 28 Februari, ya kuwaua viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wa Iran, tunaweza kusema kwamba kwa upande mmoja, pamoja na kwamba zimedhoofisha au zinaendelea kudhoofisha nguvu za kijeshi na nguvu za kisiasa za Iran katika vita hivi, lakini kwa rai yangu ni kwamba vinatatiza pia kuweza kupatikana suluhisho na ufumbuzi wa mgogoro huu kwa njia ya haraka. Na sababu ni kwamba kwa mtazamo wa Iran, yanapofanyika mauaji kama haya, yanazidi kuwapa ule mtazamo kwamba mbali na kauli, lakini kimsingi hasa lengo halisi la vita hivi ni kutaka kusambaratisha mfumo mzima wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu, kwa maana kwamba lengo ni kufuta uwepo kwa mfumo huu. Kwa hivyo linapokuja suala kama hili, mtazamo wa Iran katika vita unakuwa zaidi ni mtazamo wa kuwa wagumu zaidi kuwa tayari kufanya mazungumzo na kuweza kuwa tayari hata kulegeza msimamo katika hatua ambazo Iran imekuwa ikizichukua katika muda wote sasa wa wiki hii ya 4 tangu vita hivi vilipoanza, ikiwemo kushambulia maeneo mbalimbali ya ndani ya Israel na kulenga vituo vya kijeshi, vya kiintelijensia na hata za maslahi ya kiuchumi za Marekani katika nchi zote zilizozunguka Ghuba ya Uajemi. Kwa hivyo hatua hizi kwa hakika tunaweza tukasema kwamba zaidi zinatatanisha kuweza kupatikana mwafaka wa kufikia maridhiano ya kuvimaliza vita